sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026, juma la kwanza, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa, ambapo kwa namna ya pekee leo Mama Kanisa mtakatifu anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Misri, abate na mkaapweke. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 4, aya ya 17 hadi ya 19 na sura ya 10 aya ya kwanza. Na somo la Injili linatoka katika Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 2 aya ya 13 hadi ya 17. Karibu tusikilize somo la Injili. Yesu alitoka akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea, akawafundisha. Hata alipokuwa akipita, akamuona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu tusikilize tafakari kutoka Injili tuliyoisikia hivi punde, tukiwa na wazo kuu: wito, zawadi ya kutuondoa dhambini, kutupeleka katika maisha ya utakatifu. Injili tuliyoisikia hivi punde imetupa simulizi la wito wa mtoza ushuru Lawi mwana wa Alfayo, ambaye ndiye hasa mwinjili Mathayo, mtoza ushuru wa Kapernaumu, miongoni mwa wanafunzi 12 wa Yesu. Yeye alikuwa akiketi katika forodha akitoza ushuru wa bidhaa zinazoingia kwenye mipaka ya nchi ya Israeli, na alikuwa akifanya kazi hiyo kwa niaba ya serikali ya Kirumi iliyotawala Israeli wakati huo. Hivyo kodi ilikuwa si mali ya Waisraeli, bali mali ya Kaisari, mtawala wa Rumi. Leo kwa namna ya pekee mtoza ushuru huyo anaitwa na kuambiwa na Yesu, anayeonekana yuko maeneo ya forodhani hapo. Yesu anamwambia aachane na utoza ushuru, amfuate. Lawi anaitika hima na kumfuata, na baadaye anaandaa karamu kubwa ambayo waliohudhuria wengi ni wadhambi na watoza ushuru. Jambo hilo liliwakwaza sana waandishi na Mafarisayo. Yesu alionekana kwao kama mtu mtakatifu, lakini kwa nini aketi pamoja na wadhambi na watoza ushuru? Jambo hilo lilimshushia hadhi Yesu miongoni mwa viongozi wa dini ya Kiyahudi. Ndiyo maana mahali fulani anatuhumiwa kwa tabia hiyo ya kula na kukaa pamoja na watoza ushuru kuwa yeye ni mlafi. Rejea Injili ya Luka sura ya 7 aya 34. Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa, nanyi mwasema, tazama mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Lakini Yesu anajibu kuwa yeye hakuja kuwa tabibu ya wanaojidai ni wazima kiroho, bali wagonjwa ambao ni wenye dhambi na maskini, akiweka wazi utume wake kama unavyorejelewa katika Injili ya Mathayo sura ya 15 aya ya 24. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Taswira ya Wayahudi dhidi ya watoza ushuru kwa wakati huo. Mtazamo waliokuwa nao Wayahudi dhidi ya watoza ushuru wakati huo
hasa enzi za Yesu, ulikuwa mbaya sana kwa sababu zifuatazo. Watoza ushuru walionekana kuwa ni wasaliti wa taifa waliofanya kazi kwa niaba ya dola la Kirumi ambalo lilikuwa likiwakandamiza Wayahudi. Hivyo walionwa kama watu waliowauza wenzao kwa wakoloni. Mara nyingi walikusanya zaidi ya kiasi kilichotakiwa kujinufaisha binafsi. Hili liliwafanya wajulikane kama watu wenye ulaghai na tamaa. Hili linathibitishwa na kubainishwa wazi na kisa cha mtoza ushuru Lazaro aliyeahidi kurudisha mara 4 kwa wote aliyowatoza zaidi na kuwadhulumu. Rejea Injili ya Luka sura ya 19 aya ya 8. Lakini pia watoza ushuru walihesabiwa kuwa wenye dhambi na najisi kidini kwa sababu ya kushirikiana na Warumi. Walidhaniwa kuwa ni watu wasio safi, walionajisika, hawakupata ushirikiano wa kijamii wala wa kidini. Pia watoza ushuru walionekana kuwa wamepingana na sheria ya maadili. Kwa mtazamo wa Mafarisayo na waandishi, watoza ushuru walionekana kuwa wanakinzana na maadili yaliyonenwa na Torati ya Musa. Waliwekwa kwenye kundi la wenye dhambi, makahaba na wahalifu. Ndiyo maana katika Injili kitendo cha Yesu kula na watoza ushuru au kumchagua Mathayo aliyekuwa mtoza ushuru kilionekana cha kushangaza na hata cha kukera. Wayahudi wengi wa wakati huo hawakufurahisha nacho. Tukio la ajabu linatokea. Miongoni mwa watoza ushuru anaitwa miongoni mwa wanafunzi 12 ambao watakuwa karibu zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo. Wito kutoka mavumbini kwenye kundi la wadhambi, kundi la watu wasiopata heshima katika jamii na mbele ya dini ya Uyahudi. Anaitwa kuwa mfuasi wa karibu wa Bwana wetu Yesu Kristo, naye si ni mwingine ni Lawi mwana wa Alfayo. Nini cha kujifunza kutokana na maandiko tuliyoyasikia? Tuna mambo makuu 4 ya kujifunza siku ya leo. Jambo la kwanza, Mungu haiti walio wakamilifu, bali anaita walio dhaifu na kuwakamilisha. Ni wazi Lawi kimaadili hakukamilika, lakini kwa upekee Yesu mwana wa Mungu anamuita na kumfanya mwanafunzi wake, ambaye kutoka huyo ndimo tunapata masimulizi adhimu maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia Injili ya Mathayo. Jambo la pili, Mungu anataka mwitikio wa ukarimu kwetu, kwani hatuna namna ya kujiosha hadi yeye aingie kwenye maisha yetu. Lakini jambo moja tutaweza kufanya ni kumkaribisha kwa jinsi tulivyo. Yeye atatuosha na kutusamehe dhambi zetu. Hatuwezi kuendelea kujiwekea miiba katika dhambi, lakini kwa namna tulivyo tumwalike Yesu. Yeye anatupokea jinsi tulivyo, anatutakasa na kutufanya wa kwake. Lakini jambo la tatu, tunajifunza kwamba Mungu anaita watu dhaifu na kuwaponya na kuwafanya kuwa vyombo imara bila kujali tamaduni au hadhi ya jamii. Leo kupitia Lawi, Yesu anakinzana na tamaduni ya jamii ya Kiyahudi. Anakaa na kula pamoja na waliodharauliwa na kutengwa. Anatuthibitishia wazi kwamba licha ya dhambi zetu, yeye aweza kutusamehe na kutuita katika utakatifu wake na kutuweka katika maisha ya umilele. Jambo la 4, Yesu anakuja kwa ajili yangu na yako. Anatuita bila kujali historia ya maisha yetu ya nyuma. Mwaliko huo utupe nafasi ya kumwalika katika mioyo yetu. Katika mioyo yetu yeye ataingia na kutuponya dhidi ya udhaifu wetu wote, na huko ndiko kumpa maisha Kristo na kukaribisha utakatifu kwenye maisha yetu. Ndipo katika muktadha huo leo mama kanisa anamwadhimisha sana Mtakatifu Antoni wa Misri, abate na mkaapweke na baba wa maisha ya kitawa. Tunaambiwa kwamba yeye huyu alizaliwa mwaka 215 na alifariki mwaka 356 akiwa mwenye umri wa miaka 105. Yeye huyu baada ya wazazi wake kufariki aliamua kwa hiari yake kujibandua na ukwasi na fahari iliyoachwa na wazazi wake kwa kuuza vyote alivyokuwa navyo na kuwapa maskini, ili kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu unaosimuliwa katika maandiko matakatifu, barua ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9 aya ya 9. Lakini katika hali hiyo Mtakatifu Antoni Abati yeye
alihakikisha mdogo wake anaachwa katika mazingira mazuri ya kielimu na malezi bora kabla ya kuelekea kuwa mkaapweke. Yeye kwa namna ya pekee tunaambiwa kwamba alijikita katika maisha ya sala na ukimya akiwa mapangoni. Huko tunaambiwa mashetani walimuonea wivu na kumjaribu mara kwa mara, karibu angezimia na kupoteza imani yake, lakini aliendelea kusimama thabiti akiitetea imani yake kwa maisha ya ukimya na sala, akiishinda dhambi pamoja na anasa za ulimwengu. Kwa miaka 20 yeye alikaa majangwani, mapangoni na katika hali ya peke yake bila ya kuonana na mtu yoyote ili kuishi utakatifu kamili. Baadaye aliamua kufungua monasteri na kufundisha watawa wake maisha ya sala na tafakari. Yeye Mtakatifu Antoni Abati, baada ya kukomaa zaidi katika maisha ya imani ya Kikristo, kuelewa tunu na fadhila za Kikristo, alishiriki moja kwa moja katika utetezi wa kanisa na imani dhidi ya uzushi wa Arius huko Alexandria. Katika maisha ya Mtakatifu Antoni Abati leo hii tunajifunza unyenyekevu, hasa Mungu anapotuchagua na kutuamini ili tuweze kulitumikia kusudi lake. Tunajifunza maisha ya uvumilivu, hasa tunapokumbana na majaribu katika maisha yetu. Yeye Mtakatifu Antoni anatufundisha kuwa Mungu hutuita katika hali yoyote na kutupeleka katika maisha ya utakatifu bila kujali wingi wa dhambi zetu wala daraja za kijamii. Ndugu wapendwa, kama Yesu alivyomtokea Lawi mtoza ushuru na tajiri wa Kapernaumu, na pia akajidhihirisha katika maisha ya Mtakatifu Antoni Abati, leo anaweza kuja kwetu ambao tumekuwa wagonjwa kiroho, wadhaifu na hatufai. Yeye anaweza kutuita upya, kutufanya watakatifu na kutualika tuwe watu halisi na mashuhuda wa maisha ya utakatifu. Hivyo ndugu wapendwa, kwa hali tulionayo, tumwelekee Yesu, tumfuate, wala tusijiwekee kuta na miiba. Jinsi tulivyo, yeye amekuja kwa ajili yetu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keli David Mwandiga wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana, nimekuja kwetu sisi.